vyote viliporwa, mabati za nyumba zetu zilibomolewa kwa masasi. Hatuna maji safi, hata kutunzwa ni shida sababu hatuna pesa. Polisi visiwani Zanzibar yathibitisha kumshikilia Joseph McCain, mchumba wa mtandao raia wa Marekani Ashley Robinson aliyedaiwa kujinyonga. Mchumba wa marehemu tuko naye kwa mahojiano zaidi. Hivi ninavyozungumza, timu ya wapelelezi inaendelea kufanya mahojiano naye kwa ajili ya kutaka kujua vile nini kimesibu pale. Waasi wanaopigania kujitenga katika maeneo yanayozungumza Kiingereza nchini Cameroon wametangaza kusitisha mapigano kufuatia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo nchini humo. Katika michezo, nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes asema United wanapaswa kufanya wawezalo kuhakikisha wanacheza soka la Ulaya msimu ujao, na mwanariadha wa Kenya Perez Jepchirchir ajiondoa mbio za London Marathon. Je, kunani? Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabella Mugodi. Shirika la BBC limebaini kuwa meli 4 zenye uhusiano na Iran zimepita katika mlango bahari wa Hormuz tangu Marekani ilipoanza kuzuia shughuli katika bandari za Iran siku ya Jumatatu. Kati ya meli hizo, 2 ziliondoka kwenye bandari za Iran, huku ya tatu ambayo tayari ilikuwa chini ya vikwazo kutokana na kufanya biashara na Iran ikielekea upande wa mashariki ikitokea milki za Kiarabu. Meli ya 4 ambayo pia imewekwa vikwazo na Marekani ilielekea upande wa magharibi kupitia mlango bahari huo. Kitengo cha BBC Verify kimetuma takwimu za ufuatiliaji wa meli kupata maelezo haya, ingawa kuna uwezekano kuwa baadhi ya vyombo hivyo vimekuwa vikitoa ripoti za uongo kuhusu maeneo halisi vilipo ili kukwepa ufuatiliaji. Still 20,000 seafarers. Hadi sasa kuna mabaharia 20,000 na takriban meli 2,000 ambazo bado zimekwama ndani ya mlango bahari wa Hormuz. Idadi ya meli zinazopita hapo kila siku imeshuka kwa kiwango kikubwa, kutoka meli 130 hadi kufikia meli chache tu. Na sasa kutokana na hatua zaidi za kuzuia usafiri katika mlango huo wa Hormuz, ni wazi kuwa shughuli za usafirishaji wa bahari zinaelekea kukwama. Of course, shipping is coming to a standstill. Uchumi wa dunia uko hatarini kudorora ikiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitaendelea, huku bei ya nishati kizidi kupaa. Usemi huu umetolewa kama onyo kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF, kama anavyoripoti Hamida Abubakar. Katika ripoti yake kuhusu mwelekeo wa uchumi wa dunia, IMF imesema kuwa katika hali mbaya zaidi ambapo bei za mafuta, gesi na chakula zitapanda na kubaki juu mwaka huu na mwaka ujao, ukuaji wa uchumi wa kimataifa unaweza kushuka hadi chini ya 2% ifikapo mwaka 2026. Kutokana na makadirio haya, IMF inasema mfumuko wa bei unaweza kufikia 6% mwaka ujao. Hali hii inaweza kuzilazimisha benki kuu kupandisha viwango vya riba ili kudhibiti kasi ya kupanda kwa bei za bidhaa. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametoa takwimu za kushtua, akisema kuwa takriban watu 700 wameuawa nchini Sudan kupitia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani tangu mwezi Januari mwaka huu. Tom Fletcher ameelezea wasiwasi wake mkubwa kutokana na kuongezeka kwa kasi kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani katika medani za vita nchini humo. Aliongeza kuwa miaka 3 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe sasa imesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani kote. Wakati huo mjumbe wa Rais Trump wa masuala ya Afrika, Maasad Boulos, pia amelaani kuongezeka kwa vifo vya raia wasio na hatia kutokana na mashambulizi hayo ya anga. Boulos ametoa wito wa dharura kwa jeshi la Sudan pamoja na wapiganaji wa RSF kuweka silaha chini na kukubali makubaliano ya kusitisha mapigano ili kutoa nafasi kwa misaada ya kibinadamu. Ripoti kutoka nchini Somalia zinasema kuwa kikosi cha jeshi la serikali kimefanikiwa kuwaua wanamgambo 27 wa kundi la Al-Shabaab, wakiwemo makamanda wa ngazi za juu kwenye operesheni ya usalama iliyofanyika kusini mwa nchi hiyo. Operesheni hiyo iliyofanyika katika jimbo linalojitawala la Jubaland iliungwa mkono kwa mashambulizi ya anga kutoka kwa washirika wa kimataifa.
Jeshi la Marekani limekuwa likitekeleza mashambulizi kama hayo hapo awali kusaidia juhudi za Somalia katika kupambana na Al-Shabaab. Kundi hilo la wapiganaji limekuwa likiendesha uasi kwa miongo miwili sasa, likijaribu kupindua serikali kuu ili kuasisi mfumo wao mkali wa sheria za Kiislamu. Na Chancellor wa Ujerumani na Rais wa Ukraine wamefanya mazungumzo kuhusu makubaliano ya ndege zisizo na rubani pamoja na ushirikiano katika mpango wa makombora barani Ulaya. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Berlin, Chancellor Merz ametoa wito kwa Ukraine kuendelea na mageuzi yanayohitajika ili kujiunga na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, amebainisha kuwa swala la Ukraine kuwa mwanachama kamili wa umoja huo haliwezi kufikiwa katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa upande wake, Rais Zelensky ameomba Umoja wa Ulaya kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi na kuitaka Brussels kuidhinisha mkopo wa euro bilioni 90 uliokuwa umekwama ili kusaidia nchi yake katika kipindi hiki cha vita. Wakati hayo yakijiri, serikali ya Kiev imesema kuwa watu 5 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Urusi ndani ya saa 24 zilizopita. Jeshi la Ukraine limebainisha kuwa raia 4 walipoteza maisha kufuatia shambulio la kombora la Urusi katika mji wa Dnipro katika nchi hiyo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Isabella Mwagodi. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Tanzania yanasikika kupitia CGFM, Radio 5 na Loliondo FM. Nchini Kenya ni County FM, Pamoja FM na Mwanedu FM. Huko Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Mahabura na Voice of Busoga. Na nchini DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako mubashara kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Victor Kenani nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Inkia akiwa Dar es Salaam. Karibu Inkia. Asante sana Victor, bila shaka hujambo na msikilizaji popote pale ulipo. Karibu sana jioni ya leo. Habari yetu kuu ni mabalozi wa Israel na Lebanon wanafanya mazungumzo katika ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Washington, mkutano wa kwanza katika miongo kadhaa. Lebanon inataka kufanikisha usitishaji mapigano, lakini Israel imekataa hilo, ikisisitiza kuwa Hezbollah lazima inyang'anywe silaha. Zaidi na Skola Kisanga. Mazungumzo kati ya maafisa kutoka nchi hizo mbili yanakuwa ni ya kwanza katika miongo kadhaa. Beirut inataka makubaliano usitishaji vita, lakini Israel imekataa hilo, ikisisitiza kwamba Hezbollah lazima ipokonywe silaha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pia atahudhuria mazungumzo hayo, lakini Hezbollah imesisitiza kwamba Lebanon ijiondoe katika mchakato huo. Haya yanakuja siku chache baada ya Marekani na Iran kushindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Siku ya Jumatatu, kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah Naim Qasim ameitaka serikali ya Lebanon kufutilia mbali mkutano kati yake na Israel unaopangwa kufanyika mjini Washington leo Jumanne, akisema kundi lake linapinga mazungumzo ya ana kwa ana na adui zake. Mamlaka ya Lebanon kwanza inataka kusuluhisha usitishaji mapigano katika vita vinavyoendelea vya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, Israel imefutilia mbali hilo na kusisitiza kwamba kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lazima lipokonywe silaha, na Hezbollah imekataa mazungumzo hayo na kusema haitati chochote kitakachokubaliwa. Ofir Fauk ni mwanasheria wa Israel. Tumefanikiwa kuondoa zaidi ya magaidi 1500 wa Hezbollah tangu mwezi wa Februari, na hii ni hatua na mafanikio makubwa sana, na kwa sasa ni kama wanataka kusalimu amri, lakini serikali ya Lebanon haitaki kujihusisha na Hezbollah, hawataki kuwaondosha. Kwa wafuasi wa Hezbollah, kundi hilo ndio kinga yao peke yake dhidi ya Israel, ambayo wanaiona kama adui mwenye nia ya kuteka ardhi ya Lebanon. Wapinzani wanaituhumu Hezbollah, ambayo ni kundi la Waislamu wa dhehebu ya Shia, kwa kutetea maslahi ya mlezi wake Iran na kuingiza nchi hiyo katika vita visivyotakiwa kabisa na visivyo vya lazima. Wakati Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran, alipouawa katika shambulizi la siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel mjini Tehran mwezi Februari, Hezbollah ilirusha makombora kuelekea Israel. Kundi hilo lilisema hiyo ilikuwa ni kulipiza kisasi ya kifo pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel. Israeli nayo ilijibu kwa mashambulizi ya anga na uvamizi mwingine wa ardhini kusini mwa Lebanon. Mapigano hivi punde kati ya Israel na kundi la Hezbollah yamekuwa mabaya kwa Lebanon. Zaidi ya watu milioni 1 wamekimbia makazi yao, huku zaidi ya 1000 wameuawa, ikiwa ni pamoja na wanawake, watoto na wafanyakazi wa huduma za afya wanaopindukia 500. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia masuala ya baharini limesema hakuna nchi iliyo na haki ya kisheria ya kuzuia usafirishaji wa baharini kwenye njia za kimataifa za majini, katika matamshi yanayoonekana kuilenga Iran na Marekani. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Katibu mkuu wa shirika hilo Antonio Dominguez aliambia BBC kuwa nchi hizo mbili zimeweka mfano hatari. Kwa sasa Marekani imeweka vizuizi katika bandari za Iran baada ya Iran kwa kiasi kikubwa kufunga mlango muhimu wa bahari wa Hormuz. Katibu huyo ameelezea hatua hiyo haina msingi wowote wa kisheria na kwamba hamna nchi ambayo ina haki ya kufunga mlango huo muhimu wa bandari hiyo. Ujumbe huu umekuwa wazi tangu mwanzo kwamba njia ya kupunguza mvutano ni kutumia njia ya kidiplomasia. Kadri mgogoro huu unavyoendelea na hatua za kulipizana kisasi zikiendelea kuchukuliwa, ndivyo wasiwasi unavyozidi kuongezeka kwa mahabaria 20,000 ambao bado wamenaswa katika ghuba na pia watu wote duniani wanaoendelea kuathirika kiuchumi. Naye makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance ameshtumu serikali ya Iran kwa kujihusisha na kulemaza uchumi wa dunia na kusema kwamba Marekani itaendelea kushinikiza nchi hiyo kukubali mazungumzo au mapendekezo ya usitishaji vita. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaligonga mwamba siku ya Jumamosi. Kile wanachokifanya ni kuchochea swala la kusambaratisha uchumi wa dunia. Wamefanya kile kinachoweza kuitwa kitendo cha ugaidi wa kiuchumi dhidi ya dunia nzima. Kimsingi wamezitishia kila meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, na kama rais wa Marekani alivyoonyesha, pande zote mbili zinaweza kuendelea na sarakasi hii, na kama Wairani watajaribu kushiriki katika kile wanachokiita ugaidi wa kiuchumi, tutafuata kanuni rahisi ya kwamba hakuna meli za Iran zitakazoruhusiwa kutoka pia. Aidha, China imeelezea hatua ya Marekani dhidi ya bandari za Iran kuwa hatari na isiyokuwa na uwajibikaji. Hatua ya Marekani kuzingira mlango wa bahari wa Hormuz ilianza kutekelezwa hapo jana baada ya agizo la rais wa Marekani Donald Trump. Hatua hiyo ya Rais Trump ilikuja baada ya mazungumzo ya kusitisha vita yaliyoendeshwa na Pakistan kudai kuwa Iran ilikataa kusimamisha mpango wake wa urutubishaji wa nyuklia na kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inalenga kuweka shinikizo kwa China ambayo ni mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran ili kushawishi tena Iran kufungua mlango huo wa bahari. Huo Jikum ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Wakati pande husika tayari zimefikia makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano, upande wa Marekani umeongeza nguvu zake za kijeshi na kuchukua hatua za kuzuia kwa malengo maalum. Hatua hii itaongeza mzozo kuendelea kuongezeka na mvutano huu kuvuruga hali ya usitishaji mapigano ambayo tayari ni dhaifu na kuathiri zaidi usalama wa usafiri katika mlango huo wa bahari. Hii ni tabia hatari na isiyo na uwajibikaji. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa ameshtumu kizuizi cha kijeshi cha Marekani dhidi ya bandari za Iran kuwa ni ukiukaji mkubwa wa uhuru wa nchi hiyo. Katika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Amir Said Irvani anasema kizuizi hicho haramu kinakiuka kwa kiwango kikubwa sheria za kimataifa ya bahari. Siku ya Jumatatu, Guterres alitoa wito kwa pande zote kuheshimu uhuru wa usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambayo ndio njia muhimu sana kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Jeshi la Marekani limeweka vizuizi dhidi ya bandari za Iran kuanzia Jumatatu baada ya mazungumzo ya amani na Iran yaliyofanyika Pakistan kutofanikiwa. Kituo kikuu cha kutoa amri cha Marekani kimesema mlango huo wa bahari utalazimishwa kuwa na usawa dhidi ya meli za mataifa yote zinazoingia au kutoka katika bandari za Iran au maeneo ya pwani, lakini pia wameelezea kuwa hawatazuia meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz zinazosafiri kwenda au kutoka bandari zisizo za Iran. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Na wakati huo jeshi la Marekani limeanza rasmi kutekeleza zoezi la ufuatiliaji wa meli zote zinazoingia na kutoka katika bandari za Iran kuanzia jana Jumatatu. Hatua hii inakuja baada ya wapatanishi kutoka pande zote mbili kushindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vilivyoanza Februari 28. Leila Mohamed anaangazia hatua hii ya Marekani kama itawezekana na ina athari zipi.
Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja na Iran yaliyofanyika Pakistan hayakufanikiwa kwa sababu Iran haikuwa tayari kuachana na azma yake ya nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran alilaumu Marekani kwa madai ya kupita kiasi na matakwa yasiyo na msingi. Baada ya mazungumzo hayo kutozaa matunda, swali kubwa ni je, nini kitafuata? Trump amesema nini kuhusu kizuizi anachopanga kuweka? Akiandika kwenye mtandao wa Truth Social siku ya Jumapili, Trump alisema Marekani itaanza kuzuia meli zote zinazojaribu kuingia au kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz. Aliongeza kuwa Marekani pia itaanza kuharibu mabomu ya baharini ambayo alisema Iran imeweka katika eneo hilo. Sasa kizuizi hicho kitafanyaje kazi? Mwongozo wa mwaka 2022 wa sheria za operesheni za majini la jeshi la wanamaji la Marekani unaelezea kizuizi hicho kama operesheni ya kijeshi ya kuzuia meli au ndege za mataifa yote ya adui au yasiyoegemea upande wote kuingia au kutoka maeneo maalum. Trump alisema mataifa mengine yatahusika katika kuzingira mlango bahari huo, lakini hakutaja ni yapi. BBC inaelewa kuwa Uingereza haitashiriki. Wataalamu watatu wa sheria nchini Marekani waliiambia BBC kwamba kizuizi hicho cha kijeshi kinaweza kukiuka sheria za baharini. Kwa nini Marekani iweke kizuizi cha kijeshi kwa mlango huo wa bahari? Kijiografia, mlango bahari wa Hormuz umeifanya Iran kuutumia kama chombo cha shinikizo katika vita hivi kwa kuzuia meli kupita katika njia hiyo nyembamba ya maji na hivyo kuongeza bei ya mafuta. Iran imekuwa ikitoza pesa nyingi kwa baadhi ya meli kuruhusiwa kupita. Kwa kufunga mlango huo, Trump anatarajia kukata chanzo kikubwa cha mapato kwa serikali ya Iran, ingawa hatua hiyo inaweza kuongeza zaidi bei ya mafuta na gesi duniani. Wachambuzi wanasema kauli ya rais wa Marekani inalenga kuongeza shinikizo kwa Iran ili ifanye makubaliano kwa masharti ya Marekani. Athari zitakuwa vipi? Kwa muda mfupi, tishio la Trump la kuweka kizuizi cha kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz litaathiri meli chache tu ambazo bado zinapita hapo, kulingana na mtaalamu wa usafirishaji Lars Jensen aliyeambia BBC. Jensen, mtendaji mkuu wa kampuni ya Vespucci Maritime, anasema kuwa tishio la kuzuia meli zinazolipa ada kwa Iran pia litakuwa na athari ndogo, kwani kampuni yoyote inayofanya hivyo tayari inaweza kukumbwa na vikwazo. Kizuizi cha kijeshi cha kuzuia usafiri wa kuingia na kutoka kwenye bandari ya Iran pamoja na kuzuia mauzo yake ya mafuta na gesi una athari ya moja kwa moja ambayo ni kubwa katika maamuzi yao ya kisera. Nasema kwamba ushahidi hapa unaonyesha hapana, Iran ilikuwa imejiandaa kwa juhudi kali zaidi na za mwingiliano mkubwa zaidi kutoka kwa Marekani. Wanaamini wanaweza kustahimili au kuzidi athari za hatua hizo. They believe they can outweigh this. Makampuni mengi ya usafirishaji yataendelea kusubiri kuona kama kutakuwa na makubaliano ya amani na kama yatadumu. Ikiwa hivyo vitatokea, usafirishaji unaweza kuanza kuongezeka polepole. Hali sasa ikoje? Makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili katika vita hivi kati ya Marekani, Israel na Iran. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili katika vita kati ya Marekani, Israel na Iran yaliyofikiwa tarehe 7 Aprili yalijumuisha sharti la kuhakikisha kupita salama katika njia hiyo nyembamba ya maji. Hata hivyo, meli katika eneo hilo zilipokea ujumbe kwamba zitalengwa na kuharibiwa ikiwa zitajaribu kuvuka bila ruhusa, na meli ni chache tu zilizofanikiwa kuvuka katika siku 3 za kwanza baada ya tangazo la usitishaji mapigano. Kufikia wikendi, ni meli 19 tu zilizorekodiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz tangu kusitishwa kwa mapigano, kulingana na uchambuzi wa BBC Verify wa data za utafutiliaji wa meli kutoka Marine Traffic. Hii inalinganishwa na wastani wa meli 138 zilizokuwa zinapita kila siku kabla ya mzozo kuanza tarehe 28 Februari mwaka huu. Shukran Leila. Bado tukisalia kwenye mzozo huo, bei ya mafuta imeshuka leo, huku matumaini ya mazungumzo zaidi ya amani kati ya Marekani na Iran yakipunguza wasiwasi kuhusu kuendelea kupungua zaidi kwa usambazaji wa nishati. Bei ya mafuta ghafi duniani imeshuka kwa takriban 1% hadi $98 na senti 40 kwa pipa, huku mafuta yanayouzwa na Marekani